tulipoambiwa umevuka ng'ambo ya ziwa, tukakodisha mashua, tukajua nauli zitalipana kwenye mikate. Yesu akasema najua kilichowaleta. Umejua nini? Najua kwa sababu mlikula mikate mkashiba. Akasema ya wewe ni mwelewa. Ni mwelewa. Ndio kilichotuleta. Fanya maneno. Akawaambia leo hakuna cha mikate. Leo nawaambia aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu, huyo ndo atapata uzima wa nini? Unajua bado hawakumuelewa mwanzoni. Alipowaambia leo ninacho chakula kishukacho kutoka juu, wakasema kama cha duniani kimetuchanganya hivi, tumekula tukashiba, hicho cha mbinguni sio kitakuwa kitamu. Wakasema hicho tunaomba tuwekeane mkataba, utupe siku zote, tuweke contract hapa, mambo ya kukuomba. Wakati huo kuna meeting imekaa somewhere, wana propose wampe awe king, awe mfarume. Maana wanajua akiwa mfarume hamna kulima, hamna kufanya kazi, ni mikono juu, mikate chini, samaki chini, hamna kitu, kwa hiyo itakuwa raha. Sasa anawaambia ulae mwili na damu. Wale ambao hawakuepo wakauliza, nafikiri kwamba huyu ndio mlisema, alisema ana maneno magumu hivyo hivyo, tusubiri mwishoni. Akawaambia leo hakuna cha mkate, leo hakuna cha nini, mimi mwenyewe ndio mkate na divai. Wakasema jamani, atufundisha ushirikina. Mkutano what? Wakaondoka. Hata wale ashazi 70 wakaenda, wakabaki wa protoko hapo, wakina Petro na wengine. Ndio Petro akaokoa jahazi, akasema jamani, Yesu hatuendi mahali. Maana aliwaambia hata nyie mkitaka kwenda nenda, siwezi kubadilisha. Neno likinitoka limenitoka, hakuna excuse me. Wakaokoa jahazi. Sisi ni Petro akasema twende kwa nani Bwana? Kwako kuna uzima, hata kama hatuelewi tutaelewa mbele ya safari. Ndio kubaki. Alafu sisi mnatulaumu kwamba tuna mahubiri magumu, wakati hata Roho Mtakatifu anakusaidia, anafafanua. Wakaenda. Sasa wanafunzi wa Yohana wanamuuliza, wewe ndiwe au tumtarajie mwingine? Anawaambia, kawaambie vipofu wanaona, viwete wanatembea. Sasa yeye ndiye au? Kwa sababu majibu ya Yesu yalitakiwa yatengenezewe swali lingine. Kwenye mikutano yako ni miujiza gani inatokea? Ndio aseme vipofu wanaona, viwete wanatembea. Lakini swali linamuuliza yeye individual, wewe ndiwe yule ajaye au tumtarajie mwingine? Anawaambia, anawatajia miujiza. Lakini wale wanafunzi wakasema haya majibu ni yetu, ni ya Yohana. Ni ya Yohana. Sasa sisi tunasumbuka nayo yani, tumpelekee mwenye nayo. Wakafika pale wakamuuliza Yohana, tumemkuta kweli, lakini majibu aliyotupa sijui kama utayaelewa. Tumemuuliza wewe ndiwe, amesema eti vipofu wanaona, viwete wanatembea. Mani Yohana kasema yes, huyu ni yeye. Kama hayo yanaonekana, kwa sababu Isaya alitabiri ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu. Alikuwa anamtabiria Yesu, naye amenituma niwahubirie, niwagange waliovunjika mioyo. Kama hayo yanatokea, ni yeye, maana kazi zinaonekana. Amen. Sasa ndio maana na sisi tunapata maswali, tunashindwa kuwa na mahusiano mazuri na wewe kwa sababu ya tabia ambazo zinatuvunja moyo. Na wewe umekiri, umempokea Yesu, umejazwa Roho, unanena kwa lugha, lakini tabia tunazoziona ndani yako ndo zinatupa maswali. Yesu aliye naye ndiye au tumtarajie mwingine? Kwa sababu sisi tunajua Yesu akiingia ndani ya mtu anabadilisha maisha. Sasa wewe kisirani kimejaa. Jana wengine hawakuelewa kisirani. Maana wengi wanaongea Kiingereza kama mama Bishop, ukimwambia kisirani anashinda, what is kisirani?
hawezi kuelewa. Na nye wa Kenya mnadai mnakijua Kiingereza. Haya, nipe tafasiri ya Kiingereza kwa Kisirani. Kwa Kiingereza kinaitwaje? Si mnatucheka wa Tanzania kwamba mjui, na nye sasa tunawakamata kwenye Kiswahili. Haya, hawezi kuelewa. Na nye wa Kenya mnadai mnakijua Kiingereza. Haya, nipe tafasiri ya Kiingereza kwa Kisirani. Kwa Kiingereza kinaitwaje? Si mnatucheka wa Tanzania kwamba mjui, na nye sasa tunawakamata kwenye Kiswahili. Haya, interpret, translate Kisirani kuja Kiingereza. Muulize jirani yako, umesoma shule, unakijua Kiingereza, tutafasirie Kisirani maana yake nini? Kuna mmoja huko ametamka yeye vocabulary yake, na wengine wasomi. Hapa tuna watu wana PhD lakini Kisirani kimewapiga chini. Hebu muulize jirani yako, nitafasirie, tumsaidie mama Bishop. Chaotic. Ndio hiyo. Okay, ndio Kisirani. Amen. Sasa ndio tunajiuliza, Yesu aliye ndani ameshindwaje kukiondoa hicho? Yaani hiyo damu ya Yesu ambayo tunasema inasafisha, hivi hilo doa halisafishiki? Unatuthibitishiaje kama damu ya Yesu imesafisha hayo matakataka yote? Mbona hiyo Kisirani ina operate kwenye maisha yako? Kuna watu mewablock mpaka leo, huongei nao, husemi nao. Na tulisema tumelileta hili somo kwa makusudi. Tulileta hili somo kwa makusudi kwa sababu kuna watu, nilikwambia jana, umepoteza watu muhimu sana. Umewablock kwa sababu ya Kisirani. Nilisema kinachokusumbua shetani, unakumbuka baya moja tu ndio linakufanya umblock mtu. Baya moja tu. Kuna wengine ulia dress, umevaa mpaka leo hata nguo zake zingine unazo, na simu nayotumia haja kunyang'anya. Alikutendea mema, na wazazi wako wamewasaidia wakiwa wanaumwa, wadogo zako amechangua fees, amechangia. Lakini siku moja tu ulipiga simu usiku, na unajua fiancé wako sio watchman, ni mtu anachoka na kazi mchana, usiku analala. Na kuna wakati tunatoaga sauti. Kwa mfano simu zangu zote ya mimi hazina sauti, kwa sababu wakati mwingine nazitumia kama saa ya kuangalia. Kwa hiyo unaweza ukawa mbele hapa ikapiga wimbo wa Rose Muhando, ni bebe mbele ya kanisa, kwa unatoa sauti. Sasa nimerudi huko, najichokea, mama napiga sisikii, mimi niko na koroma tu, form 1 form 2. Sasa mwenzio alikuwa amechoka na makazi, ukapiga. Alafu niliwahi kusema siku moja, nafikiri ni pale Utawala, nikasema sisi sisi wa Afrika tumerogwa na kitu gani? Yaani tunaamini ukimkosa mtu asipopokea wenzetu wazungu walishavuka huko, akipiga mtu amemkosa anatuma message, ukipata nani nipigie. Sisi hatuna hiyo. Unapiga mpaka score 15, utafikiri mtu ametoroka na figo zako, kwamba sasa ikichelewa mimi nakufa. Mimi score 15. Kwani huyo mtu naye mpigia ulimwazima moyo? Tafuta mtu mara ya kwanza, inawezekana alikuwa mbali. Mara ya pili, yawezekana yuko mbali, unamwachia ka message, call me back. Mbona mnajua Kiingereza wa Kenya?
Muulize jirani yako, nikufundishe kuandika call me back. Nipigie, yani ukipata muda nipigie. Lakini Mswahili akikupigia hajakupata, broko inakuhusu. Kisirani sometime unamimina matusi ya message. Maraya wewe, najua uko na watu, ukimalizana nao uniambie sijui nini. Unatuma ma message, alafu baadaye anakuja kukupigia kwamba niko msibani. Unatamani upande kwenye minara uka withdraw zile message zote. Revert. Ndugu, usifanye haraka kuhukumu watu. Usifanye haraka. Kuna kipengele nitakufundisha hapa, namna ya kuovercome kisirani. Unamwendea kwa jaziba, alafu namkuta amevunjika mguu, unaning'inia hospital. Badala ya kumdai hela, unaingia tena mfukoni kulipia bili. Usifanye haraka. Unamjaji mtu amechesha, namfuata nyumbani. Unafika nyumbani, unakuta ndo amekodisha pikipiki, tukutuku, si nini, katoto kana hema. Anasema kananiacha. Unaingia na wewe kulia pamoja na Yesu. Umesahau na deni. Usifanye haraka kuhukumu mtu. Tunaishi katika ulimwengu uliojaa matatizo. Na huyo mwingine sofa paka wanaendelea kwenye bedi yake. Alafu nampigia simu kumuulizia kama amefika, anakata. Unapiga nakata. Unasema unaona kiburi chake? Mwenzio ana stress, hii mechi kapanga nani? Usifanye haraka kuhukumu watu. Usiwabroko watu bila sababu. Ndio tunauliza, hicho kisirani ambacho kimepoteza mahusiano na sisi, hujali hata mema ambayo umewahi kufanyiwa. Unaraumu tu. Umewahi kuona wachungaji, kuna baadhi ya Wakristo anakuja amechakaa, hana kitu, unamuombea, unamtafutia na connection na nini, anafanya na kazi. Alafu baadaye anahama kanisa. Alafu baadaye ahame kimya, anahama anatukana kanisa liyotoka. Mpaka unaweza ukajaribiwa. Yesu, hivi siwezi kuomba kwamba ile nani yote ni baraka zile to withdraw, arudi kwenye hali ya kawaida? Unagundua hapana. Hukuleta kwa kazi hiyo, umeleta kubariki. Kuna pastor mmoja aliomba maombi mabaya. Alipambana na muumini, alikuwa na mapepo. Piga ngumi kama nini, mnajua mapepo. Pambana nayo siku ya kwanza, pambana nayo siku ya, na watu wa maombi, pastor anarudi nyumbani amechoka mpaka sauti inakuwa kama wale wanavuta madawa ya kulevya. Anapambana na hii. Mwisho Mungu kamsaidia kwa neema, mapepo yakatoka. Akasali hapo kama muda gani hivi, akahama kanisa. Anakutana naye barabarani. We, nini? Niliona pale hilo kanisa lenu sio la kiroho. Unajua unaweza kuongea lugha ya Musa alafu baadaye ukakataliwa kwenda Kanani. Maana Musa amepambana na hao watu alafu hawana shukrani. Akasema tuliwapa maji. Mungu akasema uliwapa na nani? Hujanitakasa katikati ya kundi ufiki Kanani. Kuna watu watatukosesha Kanani hivi. Yule pastor akasema, yani mimi nimepambana na mapepo yako. Hayakuwa ya kwake pastor. Nimepambana na mapepo yako. Alafu au niagize yarudi. Sasa yarudi aende kufanya nini? Wewe ulishafanya kazi yako. Nikamwambia pastor, Mungu alivyo mwaminifu, kuondoka kwa huyo mmoja, Mungu atakuletea watu 100. Kwa sababu hakuna kazi tunaifanya ambayo haiingii kwenye rekodi za kimungu. Unanisikia? Kuna watu uliwahi kuwapa pesa wakakuzurumu. Kupitia ile zuruma ndio ilikuwa fomu ya wewe kupata application ya kazi
unayofanya. Yaani Mungu alikuwa hana namna ya kukulipa zile hela, ni kukupa milango ya kazi. Ndio maana unakuta mliapply wengi, wewe ndio ukatoka hapo. Tena wengine walikuwa na CV kubwa kuliko ya kwako, lakini Mungu akafungua milango, wewe ndio ukaajiriwa, ukapata kazi. Unajiuliza, penyaje? Dhuluma ya yule mtu, Mungu akakulipa upande huu. Unanisikia? Ndio. Ndio maana niwaambia, mtu akikufanyia ubaya usiwe na kisirani. Huwezi kujua Mungu anakuokoa na nini. Mnasikia binti zangu mko hapa, sio kila mwanaume anayekuacha una mikosi. Kuna wengine ni Mungu anakuokoa. Na ni mwanaume ambaye ungelia machozi maisha yako yote. Mungu anaona jinsi unavyomtumikia kanisani, jinsi ambavyo unafanya kazi kwa uaminifu, jinsi ambavyo unatumika. Nasema no, siwezi kuruhusu binti aolewe na fisi. Fisi, mnawafahamu fisi? Mnaita hai? Anajua kabisa huyu ni fisi. Anakula mpaka mifupa. Akikuoa atakula mpaka wadogo zako, mpaka dada zako, mpaka mama zako wadogo, mpaka anti zako. Anasema kuliko uje uumie, anakuepusha naye. Wewe unakuja kulia Mungu na mikosi gani? Wewe katoe sadaka. Katoe sadaka. Mwambie Mungu nakushukuru. Ulisema shukuruni kwa kila jambo, huenda kuna kitu unaniokoa. Chukua sadaka yangu. Maana amekuokoa na mtu hatari. Alafu wewe unaanza kuleta kisirani. Basi mimi na hiyo kanisa nayo na hama, sijui na hama, niko naimba siwezi kuimba tena, na mchungaji namchukia. Sasa mchungaji unamwanzia wapi? Na uchumba wenu wenyewe ulikuwa kama wa kichawi. Hata pastor alikuwa ajui. Unajua kuna uchumba wa kichawi kabisa. Unaanzisha uchumba, mchungaji ajui. Hakuna wazee ambao wamekuombea. Tena hapa Nairobi na miji kama ya Dar es Salaam ina vijana wa ajabu sana. Wengine mpaka ni wale niosema jana, anaolewa wazazi wake hawajui. Hata kwao hafahamu. Kuna kesi moja ilitokea hapo Nairobi. Binti kafia kwenye ghetto la mwanaume, hana kwa kumpeleka. Kabeba, kapeleka mahali. Kumbe watu wanamuona. Nairobi watu hawalali. Wanapishana tu shift. Kumwacha hapo akasema huu mzigo aliyebeba. Na sijui kama alitoka au bado yuko jela. Tukifundisha hamtuelewi. Mnasema wamekosa kazi ya kufanya. Hii tunayorekebisha kichwa chako kilichoharibika sio kazi. Hii kazi tunayofanya ni ya watu professional. Fikiria, nanyosha mawazo yako bila sindano, bila kidonge, bila kukuraza mahali. Paka kichwa chako kinafunguka, unagundua madhaifu. Alafu nasema hawa wamekosa kazi. Tumekosa kazi. Mbona mnaendaga Nairobi huko kwenda kukaa na watu kansela? Kansela mwenyewe matatizo kibao, alafu atatue ya kwako. Umewahi kwenda kwa kansela, unamwambia mume wangu, yeye mwenyewe mke wake kule nyumbani hawaelewani. Utasikia lakini nanyi wanawake mengine mnazidi. Analeta stress zake, anakuangushia wewe. Amen. Unanisikia? Wangapi wananisikia ninachokisema? Kwa hiyo tunapokufundisha haya, Biblia inasema Yesu akaongezeka kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Maana yake alijenga mahusiano. Achilia zile chuki ambazo watu wanakuchukia kwa sababu ya mafanikio yako. Hizo chuki huwezi kuziavoid. Wako watu ambao wanakuchukia tu kwa sababu ya mafanikio yako, kwa sababu ya vile ulivyo. Au achana nao. Lakini wewe jenga mahusiano. Ndio maana yule mwandishi wa Waebrania ameandika sentensi ngumu ambayo watu wengi wanashindwa kuielewa. Anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote.
kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Lakini Biblia haijasema tafuta kwa bidii watu wote wawe na amani na wewe, kwa sababu kazi ya kutengeneza mahusiano na wengine ni yako, lakini na wao kazi ya kutengeneza mahusiano mazuri na wewe ni yao. Sisi hapa tunashughulika na kichwa chako kitengeneze mahusiano mazuri na watu, kwa sababu mimi naweza kutafuta kwa na amani na wewe. Wewe unanichukia tu kwa sababu nimenunua gari, sasa nikauze kwa ajili yako. Unanichukia kwa sababu nimepata kazi sehemu nzuri, hasa ndo ni resign. Lakini kuna vile vitu ambavyo watu wanakosa mahusiano na wewe kwa sababu ya tabia mbaya. Kuna vitabia unavilealea ambavyo vinavunja mahusiano yako mazuri na watu wanaokuzunguka. Kwa ndio maana nimekwambia neno la Mungu tunaposema linatengeneza maisha, maana yake linaondoa zile tabia mbaya ambazo zingekufanya ushindwe kuwa na mahusiano mazuri na watu. Hiyo ndio maana definition ya Ukristo. Definition ya Ukristo sio to speak tongues kanisani, sio haleluya nyingi kanisani, alafu unafika nyumbani una vitabia vya ajabu. Umewahi kuona kuna watu kanisani anaomba mpaka watu wa familia yake wanafungua macho, ni yeye. Paka nafika nyumbani wanasema, hey, babu liomba, mama, hivi yale maombi ulitoa wapi? Maana kule nyumbani ni kiumbe kingine kabisa. Lakini akiwa kanisani, namkanyaga shetani, namkanyaga shetani. Shetani anasema, hey. Tusisumbuane, utanikuta nyumbani. Ukimaliza kukanyaga hapo sakafu za kanisa, utanikuta wapi? Maana nyumbani sikanyagwi, sigusu, wewe ni rafiki yangu. Kuna wakati nakwambia zila chakula, unazila. Mnaelewa kuzila? Unagomea chakula. Mke wako amekupikia kula, sijui kanini tu kaneno ufanye siri. Alafu shetani, nimekuambia jana, shetani akitaka kukumaliza kwenye jambo lolote, hatua ya kwanza anakujengea haki feki. Anakupa haki feki moyoni. Unajiona wewe ndio una justice. Paka unajifariji kwamba sio kama sikupenda kula, ila kwa sababu ya 1, 2, 3. Roho wa Mungu anakuambia, lakini ukikasirika hivyo ni tunda la Roho. Mpaka naanza kumhubiria na huyo Roho Mtakatifu kwamba hata ungekuwa wewe Roho Mtakatifu, mtu amekukosea hivi. Yaani anafika mali anapata justice feki kwenye moyo wake. Hata anaenda kurara eti ana speak tongues. Oh, hallelujah, hallelujah. Haniwezi chakula chake ale, siwezi kufa kwa siku moja, Bwana atanilinda. Bwana, shetani mkubwa wewe. Yaani mtu ameteseka na chakula kukupikia, unakuja kuacha chakula. Unaweka quotation paka za maandiko. Yesu alisema hatutaishi kwa mkate, Shetani anakuitikia, kweli umemkomoa. Alafu wewe ndio unapiga miayo usiku kucha. Hasa aliyekomolewa ni nani? Alafu nasema nimempa Yesu maisha, amenibadilisha, nimekuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya, makasiriko yako hivyo. Kuna zila chakula. Wamama wana kazi. Apembeleze katoto nako kamezira kunyonya, anakapembeleza nyonya, alafu jitu lingine liko hapo naro na mindevu yake na lenyewe linataka likapembelezwe. Wamama, mshike Yesu mkapumzike mbinguni.
msimwache Yesu. Shika, kwa sababu kuishi na sisi sio kitu rahisi. Kuishi na kiumbe kinaitwa mwanaume, alafu akija takaswa kisirani kiko ndani. Nilikuwa nafundisha ndoa ni wapi? Utanikumbusha Bishop. Mimi kokonyo namuitaga Bishop, lakini aliniambia usitamke JB akiwepo. Lakini namuita Bishop. Hata huyo amejaribu kupamba anakuita mwangalizi, wakati ni ile overseer Bishop. Sasa utanikumbusha. Kuna mahali nilikuwa nafundisha semina ya ndoa. Nikatoa mfano mmoja. Haukuwa mzuri, lakini unajua mgogo niko na license ya kuongea maneno magumu. Nina kibali. Kwa hiyo hata mkichukia amnipeleki kokote, kwa sababu tayari leseni dishi limetustiwa, alishiki chaneli. Nikamkuta hapo. Nikamuuliza, pastor, huyu anafanya nini? Akaniambia pastor, huku kwetu kuna project ambayo kama utaki kufanya kazi kwenye viwanda, kwenye nini, unaandaa tu nyumba yako vizuri, unatafuta chumba kizuri ambacho kiko na toilet na bath na kitanda kizuri, unaenda serikalini. Amen. Unaenda wapi? Serikalini. Unawaomba. Rafiki yangu amezunguka uko nje mara nyingi. Unawaomba kwamba naomba munipe kichaa mmoja, huyo wazimu, ambaye mimi nitamtunza. Atakula chakula changu, nitampa kila ninachohitaji, ila nyie mtakuwa mnanilipa kwa kutunza kichaa wenu, kwa sababu yule kichaa sio wangu, ni wa serikali. Sasa ili asisumbue watu barabarani, nimtunze mimi. Serikali inasema ya. Sasa ili ufaulu kumtunza huyu kichaa, kuna shule unaenda kwenye training, wanakutrain namna ya kuishi na kichaa. Kuna wakati atavunja chupa akikosa chai, kuna wakati atafanya hivi, lakini uwe mpole, kaa namna fulani ya kukaa naye. Kwa unapata hiyo training, wanakupa kichaa wao. Na pesa ya kutunza kichaa ni nyingi kuliko kufanya kazi kwenye kampuni, ila ina riski, kwa sababu unakaa na mtu ambaye akili, lakini inalipa. Hata kivunja chupa ya chai unasema Themos, na mshahara huu nitanunua. Na wanasema kiharibu kitu unakiweka record, wanakureplace. Kwa kuna wakati anaweza kaamuka tu anasema I need burger. Inabidi tu uende kanunue, ila risiti unatunza, serikali watarudisha. Nataka nini, chips una nani? Nataka hiki kwa sababu ni mtu wao, lakini wewe umechukua nafasi. Sasa nilipoiangalia ile project, inafanana sana na project ya mbinguni. Serikali ya mbinguni ina vichaa wengi. Wapo tu. Kwa hiyo unaposema baba, naomba mke, naomba mume, maana yake nipe kichaa mmoja, nimtunze. Mungu anasema okay, na mimi mwenyewe ninao wengi, anakukabidhi. Sasa ukianza kuishi naye, ndio unakumbuka maneno ya wachungaji yale waliosema, kiri maneno haya, kubali, utakuwa tayari katika shida na raha. Sasa unajua wakikuuliza utakuwa tayari katika shida na raha, hujiulizi swali, shida zitatokea wapi kama huyu mtu ni mzima? Kumbe wachungaji wanajua unajiunganisha na kiumbe ambacho hakiko sawa. Ndio maana wanasema utakuwa tayari katika shida na nini? Na raha. Lakini wakati huo hujakaa nacho, unafikiria dishi lake liko sawa, lakini kumbe lilikuwa twisted. Halo? Wala ambao mnaishi wawili kwa nyumba, na mke na mume, haleluya, unaendeleaje na huyo uliokabidhiwa?
Unaendeleaje? Ndio maana kuna wakati huyo mrembo wako kabinti kapole sana. Usikasumbue. Kwa hiyo kuna wakati anazira chakula, usiseme lala na njaa. La, wewe projekti ya mbinguni walikukabidhi hicho kiumbe, nenda kakibembeleze. Mwambie tu kicha wangu usilale na njaa. Usilale na njaa kicha wangu, kwa sababu nitafutwa kazi. Halo. Sasa ninachokifanya hapa nimekuleta training. Nifundishe kichwa chako namna ya kuishi, namna ya kutunza mahusiano na hawa viumbe. Kwenye driving school wanasema ukiwa barabarani mzima ni nani? Ni wewe tu. Unapishana na vichaa walio na magari. Tena kama hapa Nairobi. Hai. Niko naongea na kijana wangu nasema, hapa mna kazi. Hakuna fare. Kwamba nawasha indicator kwamba naomba kupita. Hai. Ingiaga tu pole pole. Kwa sababu mzima ni wewe. Hawa wengine wote, ndio maana unakuta mtu anakuja kwenye saiti yako kabisa. Inabidi tu uwe mpole, useme kichaa huyu. Unakaa pembeni anaenda, alafu anajisifia, ningemkuta ningemswaga. Kama vile yeye anaendesha gari ni la chuma sana. Amen. Unanielewa ninachokisema? Una kibarua kigumu cha kuishi na huyo jirani yako. Kwa hiyo ili somo naposema namna ya kutunza mahusiano, usifikiri na kuambia kitu chepesi. Ili somo ni gumu. Ni gumu kwa sababu hakuna kitu tafaulu usipofaulu kuwa na mahusiano mazuri na sisi. Kwa sababu sisi ndio customer. Sisi ndio watu wako. Ukifungua shop, sisi ndio customer. Ukifungua kwaya, sisi ndio waimbaji. Ukifungua kanisa, sisi ndio memba wako. Ukifanya hiki, sisi ndio nini. Ukifanya biashara, sisi ndio customer wako. Yaani hakuna namna utatukwepa. Kwa ndio maana lazima tukufundishe kuishi na sisi. Sio kitu rahisi. Hasa kukaa na mtu ana kisirani. Alafu ni mume wako. Alafu ni mke wako. Kuna tu mama tu bibi. Kukaa nako inabidi uokoke mara mbili. Yaani wokovu wa kwanza wa kuacha dhambi, wa pili kukaa na hako kabibi. Tuna kisirani, na wanafalsafa wanasema, au wanasaikolojia wanasema mwanamke ana siku 15-16 za furaha kwa mwezi. Hizo siku zingine jipange. Ndio maana kama yuko kwenye hizo siku 15 za furaha, omba chochote, fanya mapema, ili akifika kwenye zile siku zake zingine 15. Mwanamke hajawahi kuwa na furaha siku zote 30. Kuna siku utasikia niache. Unashaka tu kama ili akifika kwenye zile siku zake zingine 15. Mwanamke hajawahi kuwa na furaha siku zote 30. Kuna siku utasikia niache. Na wanafalsafa wanasema, au wanasaikolojia wanasema mwanamke ana siku 15-16 za furaha kwa mwezi. Hizo siku zingine inabidi uokoke mara mbili. Yaani wokovu wa kwanza wa kuacha dhambi, wa pili kukaa na hako kabibi. Tuna kisirani, na wanafalsafa wanasema, au wanasaikolojia wanasema mwanamke
ana siku 15, 16 za furaha kwa mwezi. Hizo siku zingine jipange. Ndio maana kama yuko kwenye hizo siku 15 za furaha, omba chochote, fanya mapema, ili akifika kwenye zile siku zake zingine 15. Mwanamke hajawahi kuwa na furaha siku zote 30. Kuna siku utasikia niache. Unashaka tu kamekaa mkao, paka unajiuliza ni yeye. Kwa sababu siku zingine hizo 10 na kitu alikuwa mpaka kileta chakula nauliza, vipi chumvi niongeze au vipi nini? Nikuongea. Umeoga? Mara amenyosha nguo, mara yani kuna wakati anakuamuza kazi ni baby. Yani mpaka unasema Mungu, huyu malaika uliyenipa, subiri amalize hizo siku. Wamama upo kwenye siku zipi? 15 sasa. Kuna wakati yani kanakuwa kapole kamama, anakuomba hela, ameweka mikono kwa bega, asema hatuna mboga, mafuta yameisha, nataka niende saluni. Anakuomba uko na kubusu saluni, pakuna legea. Lakini kuna siku utafikiri ulikopa mkopo benki, anataka kulipe, utasika kwa hiyo huzioni nywele. Unajua wanaume wengine sijui akili mnapeleka wapi. Mimi ndio mkeo. Unamsuka nani? Unaziona nywele. Yani unajiuliza anadai pesa. Yani unajiuliza sasa baby, ukiomba kwa ustaarabu gani? Kama kichwa chako akifikiri, ujue tu yuko kwenye zile siku. Uwe mpole tu. Wamama hai. Lakini wao hata hivi naongea wananishangaa kwamba mimi mimi hapana. Lakini hivi nilivyoongea ndo ataanza kujitathmini, ataanza kuona kuna siku kweli anakuwa kwenye peace kabisa. Kuna siku hata tutoto nyumbani, hata ukiwauliza leo akina Emmanuel, ukimuuliza Ima atakwambia yes pastor, kuna kipindi mama na watoto wangapi? 2. Kuna kipindi tule tutoto mpaka tunajiuliza hivi huyu ni mama kweli? Ndiye aliyetuzaa? Lakini kuna kipindi anapenda watoto. Lakini kuna kipindi hata kuambia mtoto akachukue chumvi na kofi, chumvi leta. Kwa hiyo be careful kama mwanaume. Ndio kipindi ambacho wanaume lazima utumie pesa kufurahisha mke wako, kwa sababu huo ndio ugonjwa wao. Hata siku akinuna hakuna kitakachomchekesha zaidi ya kuingia mfukoni. Akikuangalia tu, unaniangalia nini? Kwani unayeshika? Ukiona hajacheka sana